ni kitu ambacho nakipenda kutoka moyoni. Kwa hiyo sioni uzito huo kwa upande wangu kwa sababu kipo kwenye damu. So nakifanya kwa passion. Na pia kwa sababu nina malengo kwa event planner. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ukiwa na passion haitakuwa ngumu. Habari yako? Salama. Jina lako unaitwa nani? Watu wanatamani kukufahamu kwa jina. Bwana, kwa majina naitwa Eric Saru Vikungwe, ni mwanafunzi wa National College of Tourism, chuo taifa cha utalii. Kinapatikana pale Posta, Dar es Salaam. Unasoma course gani? Nasoma course ya events management, kwa maana kwamba ni uratibu wa matukio. Mratibu wa matukio. Okay. Katika Adorable Wedding Trade Fair competitions, nyie mmekuja na project gani? Okay, sisi tumekuja na project ambayo inaitwa Wedding Chronicles. Wedding Chronicle ni idea ambayo inahusisha kutengeneza booth ambayo hutumika katika maharusi. So itakuwa pale nje ambako wageni wakija wanaweza wakaingia na wakatoa ujumbe wao kwa maharusi kuhusu kitu chochote kile. Anaweza akaongea tafani, joki, ujumbe wote anaotaka. And then wakati wa sherehe ule ujumbe unakuwa una displayiwa wakati wa events pale mbele. Then maharusi wanakuwa wanaweza wakaona attendees wao wamewaambia kitu gani. Nini mlikiona mpaka mkaamua kuleta project kama hiyo? Okay, the key issue ni kwamba tumeona kwenye wedding nyingi sana unakuta audience wanakuwa wako very bored wakati wa mfano wa chakula, labda chakula pale tu wanakuwa very idle. Lakini pia tumeona kwamba couples wanakosa ujumbe kutoka kwa audience. Kwa hiyo kuna ukuta kati ya audience na couples. Yaani couples audience wanashindwa kuwaambia couples ya leo ya moyoni au kuwafikishia taarifa kwa labda mtunzi, labda mtu fulani au labda bro, unajua ile. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna kitu, kuna some messages zinakuwa zinakosekana. Kwa hiyo tukaona tuje na hii idea yetu. Na imepokelewaje kwa sababu mchujo wa kwanza umepita na hapa ni mchujo wa pili kuelekea final kabisa kupata mshindi. Imepokelewaje na majaji? Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu. Majaji walifanikiwa kuielewa, ingawa kidogo walitembea kuna marekebisho kurekebisha na tayari tushafanyia kazi. Kwa walipokea kwa mapokezi makubwa sana na wametupongeza na tumetumaini kwamba tunaweza tukashinda hatua hii. Kwa sababu tumepigiwa kula kwenye page za Instagram, walitupost tumepigiwa kula na tumepata likes nyingi sana. Kwa hiyo tunaweka asilimia kwamba ushindi ni wa kwetu. Kule chuo cha utalii ninyi mmeaga au mmesema ngoja twende tu? Wanajua kwamba mpo hapa? Bwana, sisi kule tumeaga. Yaani chuo kizima kimetupa baraka zao. Kwa hiyo tumeaga na wanatufahamu tupo huko. Kwa hiyo hapa sio tu events, tunaiwa pia chuo kizima kwa ujumla. Moja kupresent huko. Kwa hiyo tumeaga na wametupa baraka zao zote. Kwa hiyo kurudi na ushindi ni lazima. Ni lazima kurudi na ushindi. Hongera sana. Asante. Tunaelewa kwamba Posta ni mjini, ni sehemu ya kishua. Ulijisikiaje baada ya kuchaguliwa kujiunga na chuo cha utalii Posta? Kwanza kabisa pressure ilikuwa ni kubwa kwa sababu kile ni chuo kikubwa sana Tanzania. Ni college moja ambayo iko chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii ambayo inatambulika na inaaminika na taasisi nyingi sana zinazofanya kazi. Kwa hiyo kwanza kabisa nilijiona mimi ni mwenye bahati. Lakini pia nilimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sio kila mtu ambaye anapata hiyo nafasi ya kujiunga na kile chuo. Kwa hiyo nahakikisha kwamba naitendea kazi chance ambayo nimeipatia, naifanyia kazi. Kuna dogo zako wanamaliza elimu ya sekondari kujiunga na vyuo, wengine wametoka diploma wanataka waingie chuoni kwenu wakasome mambo ya utalii. Tuelezee kozi yako inahusiana na nini na ukimaliza kozi yako wewe unaenda kuwa nani, ili na wao wajue kwamba hii kozi inahusiana na kitu hiki na hiki na hiki na ninaenda kuwa nani. Sawa, kwanza kabisa kozi yetu inaitwa Events Management. Inatolewa kwa muda wa miaka 3. Certificate mwaka mmoja, diploma miaka 2. Kozi yetu inahusisha uratibu wa matukio, kwa maana kwamba unaweza kuwa event planner, event organizer, event designer, event producer. Means kwamba wewe unakopo unashua tukio zima. Let's say kama ni weddings. Wewe kama event planner kazi yako ni kuja na concept. Kama ni wedding watumie theme gani? Venue itakopo ni wapi? Pia vile kuchagua vendors ambao wewe unafanya nao kazi. Lakini vile unaweza kuwa designer kwamba una design venue, floor plan kwamba watumie table style gani, watumie mandhari gani kwa maana kwamba theme, lakini pia mapambo yakaaje. Kwa kifupi ni kwamba ni ukiwa event planner kwa upande wa weddings, wewe unafanya kazi na vendors wote. Wewe kama planner utatafuta mtu wa keki, utatafuta mtu wa mapambo, utatafuta mtu wa brides and grooms kwa ajili ya attire, utatafuta mtu wa catering, lakini pia utadili na venue. MC wewe ndio utatafuta. Mimi si kwamba tukio zima lipo chini yako. Lakini pia sio tu wedding peke yake, festival events, conference, yote hayo inakuwa kwa chini yako kama event planner. Kuja na concept then kuimplement kwa customer wako. Sasa hivi unasoma certificate au diploma? Kwa sasa hivi niko diploma. Niko mwaka wa mwisho
na semester yangu ya mwisho. Kwa hiyo tumesikia kama nikitoka hapa naweza kufanya kazi kwenye taasisi yoyote mimi kama planner. Ingawa kwa sasa hivi tayari kwenye Tanzania kwa sababu ni kozi mpya. Ina miaka 5 kwa sasa hivi na sisi ni mwaka wa 6. Kwa hiyo kuna makampuni ambayo yako kama Godomingos, Revolutions, Event Master yanafanya hizo kazi ambako unaweza ukafanya nao kazi pia. Hongera sana kwa kitu ambacho nakifanya. Haso ya kozi yako, mambo masuala ya kusoma, mwenendo unavyosoma, struggling, yani kwamba ni msuli sana au ni mwendo tu wa kuangalia hapa naenda kumtafuta MC, keki inakaa hivi inakuaje, ushamaliza? Kwanza kabisa bro, hakuna kitu kirahisi. Cha kwanza na kitu lazima kitoke moyoni. So sisemi kwamba ni nyepesi. Kusema kweli kozi ni ngumu, lakini kwa sababu mimi imetoka moyoni, ni kitu ambacho nakipenda kutoka moyoni. Kwa hiyo sioni uzito huo kwa upande wangu kwa sababu kipo kwenye damu. So nakifanya kwa passion. Na pia kwa sababu nina malengo kwa event planner. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ukiwa na passion haitakuwa ngumu, ni nyepesi. Lakini kama ukija kwa lengo la kuonyesha tu kwamba upo chuo, of course itakushinda. Lazima. Na ni masomo gani ufaulu advance ili kujiunga na au ufaulu O level kujiunga na hiyo kozi? Okay, sawa. Ukitokea form 4 uwe na D4 tu. Uwe na D4 hapo utaanza certificate. Lakini pia ukitokea form 6 tumesi kwamba utaanzia level 5 ambako ni certificate mwaka wa pili utaanzia hapo. Uwe na principal subsidiary D4 pia au 2. Unajiunga na kozi yangu. Unajiunga na kozi yangu. Unakaa hostel au unakaa ghetto? Mimi bwana nimepanga. Lakini hostel zipo. Hostel ziko 50,000 kwa mwezi. Unalipia kwa muda wa miezi 4. Something like that. Kwa sababu sijaika hostel kwa sikufuati. 50 hostel na huku ghetto unalipa shilingi ngapi? Ghetto chuma kwa mwezi 70,000. Sasa kwa nini umeamua ukalipe 70,000 uachane na 50,000 kwa miezi 4? No, kukaa hostel si ni mapendekezo tu ya mtu, yani kwa sababu mimi naweza nikasema kwamba sio mpenzi sana kukaa hostel, kwa napenda kukaa ghetto kwa sababu ili nijifunze maisha pia, kwa sababu niko mwaka wa mwisho. Kwa lazima nikae ghetto nijifunze maisha yanaendaje ili nikimaliza hiyo rahisi kuzoea maisha ambayo ya kujitegemea. Ukikaa hostel ni tofauti kidogo kwa sababu pale utakuwa na wanafunzi wenzako, hata kidogo kukua inakuwa ni ngumu. Ila ukikaa ghetto utajifunza kujifunza kulipa bili za umeme, bili za maji nini. Unajua. Kwa maana yake ukiwa hostel unajifungia kimaisha. Unajifungia kimaisha, yani kidogo kuna namna akili inakuwa haitanuki. Tofauti na ukiwa unakaa ghetto. Kwanza kuna change za maisha, kuna kudewa hizo bili za maji, lakini vile kuna maisha mengine ya masuala labda kufuata mikumbo na nini. Kwa hiyo yani unajifunza kupambana vitu vyote hivyo unapokuwa unakaa mwenyewe. Tofauti ukiwa hostel, siku ukija kwa hostel unakutana na maisha mapya, kwa hiyo inakuwa inakuja na ugumu wako ya adapt. Unaambiaje wanafunzi wenzako ambao wanakutazama hivi sasa katika swala zima la maisha, kupambania ndoto kama wewe unasomea mambo ya masherehe, kuandaa hizi event, waambie kwamba kuna kitu gani behind the scene kwenye maisha ili kuweza kufanikiwa nje na kupambana darasani? Kitu kikubwa ni kwamba nawaambia waamini katika kitu wanachokiamini. Yaani wa believe kwenye kitu ambacho wao wanakiona kwao ni sahihi. Idadhani hata kwamba mtu unapompa wazo lako analichukuliaje. Wewe amini katika ndoto yako. Kwa mfano mimi hapa niliamini katika events. Events ni kwamba ni kozi ambayo sikuwahi kuisikia wakati nasoma O level. Lakini nilipokutana nayo tu kwa mara kwanza nikaamini kwa sababu nikaamini katika hichi kitu. Na sasa hivi naona matunda yake. Kwa kikubwa ni kwamba nawaambia apart from masomo, waamini katika idea zilizokuwa nazo. Waamini katika mtu unapompa idea yako, jinsi atakavyopokea, akikuvunja moyo, akikusupport, ile sikupunguza kitu chochote kile. Wewe believe kwamba niko perfect. As long as upo sawa kisheria, upo legal, basi amini katika kitu unachokiamini. Lakini wanasema hakuna mafanikio makubwa sana kama hautopita njia za chaka. Huo ni uongo. Huo ni uongo. Tufanye kazi, tujitoe, tupambanie mawazo yetu na ndoto zetu, tujichanganye na watu. Ametuambia blaza kwamba tuamini kile ambacho tunakiwaza. Nikushukuru sana.